Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho Haji Manara amerespond baada ya voice zake kuvuja zilizosababisha watu kujua kwamba Manara bwana anawasemaga watu wengi sana, ikiwemo matajiri wake wale wa GSM, lakini pia mpaka Alikiba mwenyewe. Umeona Sasa baada ya zile voice kuvuja ni kwamba Manara bwana amekuja mtandaoni na kulizungumzia swala hilo, akiwa anaonyesha majuto na kuhisi moja kwa moja kama vile mwanamke ambaye alikuwa naye ndiye aliyezivujisha hizo voice note kwa ulimwengu, yani ulimwenguni. Yani watu wameziona hizo voice note ni kipindi ambacho bado Manara alikuwa yuko na Zailisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa Manara amemaanisha kwamba kwa namna moja au nyingine mwanamke ambaye alikuwa yuko naye kwa kipindi hicho ndiye aliyevujisha hizo voice note, akiwa anamaanisha kwamba ni Zailisa. Umeona bwana So hapa Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story ameandika ujumbe ambao umeandika kwamba sikuwahi kuwaza kwamba nilikuwa naishi na adui nyumbani kwangu. Sikuwahi kufikiria kumbe hata maongezi ya kifamilia yalikuwa yanarekodiwa na baadaye kuwa mtaji wa kodi. Akaendelea kusema kwamba ukiniuliza nini kosa langu ni kutoa talaka ambayo hakuna mwanamume angeacha kuandika. Sorry guys, lakini acha utukufu wa Mungu uje kutoa hukumu sahihi. Ameandika hivyo Haji Manara. Kwa hiyo kwa wadau bwana huko mitandaoni wanahisi kwamba anachomaanisha hapa Manara ni kwamba hizo voices zilirekodiwa na mwanamke ambaye alikuwa naye kipindi hicho, na yeye mwenyewe ndio maana amesema kwamba alikuwa hajui kama anaishi na mtu namna hiyo, kwamba alikuwa anarekodiwa mpaka mazungumzo ya yeye na familia yake, alafu baadaye anakuja kutumika kama kodi. Umeona yani mazungumzo ambayo yeye alikuwa anayafanya na familia, kuzungumzia watu na vitu vingine kama hivyo, kumbe watu walikuwa na rekodi. Alikuwa anamaanisha hapa kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa naye alikuwa na rekodi hayo mazungumzo, alafu sasa hivi anatumika kwa ajili ya kodi. Na maana kwamba sasa hivi labda Zailisa baada ya kuachana na Manara, basi huko alipo labda amefail, amekwama kwenye upande wa kodi. Kwa hiyo anayeuza hizo voice kwa Mange, ambaye Mange ndo alivujisha hizo voice kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kupata pesa ya kulipia kodi. Hicho ndicho alichokuwa anamaanisha Manara. Umeona bwana Kwa hiyo watu wengi sana wamehisi kwamba Manara alikuwa anazungumzia hilo, lakini pia vile vile at the end of the day ni kama vile ameomba radhi kwa yote ambayo ametokea. Hapa mwisho tunaona ameandika kwamba sorry guys, lakini acha utukufu wa Mungu uje kutoa hukumu sahihi. Ameandika hivyo Haji Manara kuhusiana na voice note ambazo zimevuja, akiwa anazungumza na familia yake. Kuna mtu kumbe alikuwa anamrekodi na hizo voices zimeenda kuuzwa kwa Mange na zimesambaa mtandaoni. So it is what it is. Ukiwa kama mdau unahisi kwamba anachodhania Manara kwamba mwanamke alikuwa anaishi naye ndiye aliyevujisha ni sahihi au la? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.